Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo nimekuandalia faida sita ambazo utazipata kama kuku wako au wale vifaranga wako wadogo utawapa yai lililochemshwa kwa siku 3 mpaka siku 5. Yai lililochemshwa ni kitu kimoja kizuri sana kwa vifaranga. Hasa kama unakutana na changamoto ya vifo vya vifaranga. Kama unapata sana changamoto ya vifo vya vifaranga, ni kwamba vifaranga wako huwa wanaishiwa kinga, wanakuwa hawana kinga za kutosha, au wanakuwa hawako strong au imara, wanakuwa wanaka udhaifu fulani hivi, wao wanakapitia kama vifaranga. Kwa hiyo kitu ambacho kitaenda kukusaidia zaidi katika kuepukana na hiyo changamoto ya vifo vya vifaranga wadogo ambao ni chini ya siku 14, pia kitu kingine ambacho kitakusaidia ni yai lililochemshwa. Ukiweka utaratibu wa kuwapa ili yai lililochemshwa, utakuwa umewasaidia sana kuimarisha kinga vifaranga wako. Leo nitakutajia faida 6 ambazo utazipata kama utawapa vifaranga wako yai lililochemshwa. Faida ya kwanza, huwa inawasaidia wale vifaranga ambao wamedhoofu ili waweze kupata nguvu. Vifaranga ambao watakuwa wamedhoofu ni wale ambao wamesafiri umbali mrefu. Hasa kama unatoka kwenye kampuni fulani mkoa fulani kupeleka mkoa fulani, wakifika wamechoka, hii yai huwa linawapatia nguvu, huwa linawafanya waweze kuchangamka haraka. Lakini pia huwa linasaidia yai lililochemsha wale vifaranga ambao wametoka kwenye incubator. Kuna vifaranga wakitoka kwenye incubator huwa wanakuwa dhaifu sana. Kwa wale wanaotolesha watakuwa wanaelewa. Hasa joto likiwa limezidi na kadhalika, au likiwa limepungua, basi vifaranga wale huwa wanadhoofu. Kwa hiyo kwa vifaranga hawa yai lililochemshwa litawasaidia kwa asilimia zaidi ya 100. Litawafanya wachangamke haraka sana. Litawafanya pia waweze kuonekana kama wako sawa kutokana na ile hali ambayo walikuwa nayo mwanzo. Lakini faida ya pili ya kuwapa kuku yai lililochemshwa, yai lililochemshwa ni chanzo bora kabisa cha protini. Kama ambavyo ipo kwa binadamu, yai lililochemshwa huwa linakuwa lina protini nyingi sana. Kwa hiyo hata ukiwapa kuku yai lililochemshwa, huwa linawaongezea protini ya kutosha, protini nyingi sana, ambayo protini ni muhimu sana kwa vifaranga. Kuku wanapoanza kukua kutoka kwenye vifaranga kwenda kwenye kuku wakubwa, basi ile wanakuwa wana uhitaji mkubwa sana wa protini, kwa sababu protini ndo kila kitu. Yaani protini ndo inayojenga mwili, inayoimarisha kinga, inafanya kila kitu protini. Protini ni kitu ambacho wale vifaranga wadogo wanakihitaji kwa kiwango kikubwa sana. Hata ukiangalia kwenye vyakula vya kuku ambavyo vinatengenezwa viwandani, ukifuatilia utakuta wanaweka na yai. Ile yai ni kwa sababu ya kuongeza protini, kwa sababu wale vifaranga wadogo au kuku wanaokua ili waweze kunenepa wanahitaji kiwango kikubwa sana cha protini. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unatengeneza nyumbani, unaweza kulitumia pia ili yai lililochemshwa ukao unawapa hawa kuku kwa ajili ya kuboost au kuongeza protini iwe kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu protini wanahitaji kwa wingi katika ukuaji wao wote. Na faida ya pili ya kuwapa yai lililochemshwa wa vifaranga, huwa linaongeza kinga ya mwili, kwa sababu yai lililochemshwa lenyewe lina kiwango pia cha vitamini A, vitamini D, vitamini E na selenium, ambazo hizi vitamini zote kazi yake ni kuimarisha kinga za mwili. Kwa hiyo hata ikitokea vifaranga wako wakakutana na magonjwa, watakuwa wana uwezo mkubwa sana wa kupambana na yale magonjwa. Sasa ukiwapa dawa yoyote itawatibu vizuri kabisa, kwa sababu kinga zao ni imara. Lakini vile wanaweza wasishambuliwe kabisa na magonjwa kwa sababu ya uwepo wa hizi vitamin. Au ukiangalia vitamini A huwa zinazuia yale magonjwa yanayosababishwa na macho na kadhalika. Vitamini D, vitamini E, yote hiyo ni katika muundo ule wa misuli pamoja na mifupa, inafanya misuli na mifupa iweze kuwa imara. Kwa hiyo kama utakuwa unawapa hizi vitamin, utakuwa unawapa ile yai lililochemshwa, maana yake utakuwa umeongezea hizi vitamin ambazo zitawafanya waweze kupambana na magonjwa mbalimbali. Kuja kwenye kipengele cha selenium, unakuta kwenye kile kipande cha kwenye ule upande wa ngozi, masuala ya ngozi. Vifaranga pia wanahitaji kuwa na ngozi ambayo itawafanya waweze kupata lile joto ambalo wanalihitaji. Kwa hiyo kama utakuwa unawapa hivi vitu, maana yake hao vifaranga wako watakuwa imara, wataweza kupata joto vizuri kwa sababu ngozi zao zitakuwa ziko vizuri. Lakini vile watapata hizi vitamini ambazo zitawasaidia kupambana na magonjwa mbalimbali. Lakini faida nyingine ya 4 ya kuwapa hili yai ambalo
limechemshwa, yai lilochemshwa linasaidia sana kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kama unavyolijua linakuwa laini sana. Kwa hiyo mmeng'enyo wake pia hauwasumbui, unaenda vizuri, unaenda haraka. Kwa hiyo itawasaidia pia hata watakapokula chakula kingine tofauti na ile yai lilochemshwa, pia ule mmeng'enyo wao utakuwa ni rahisi, kwa sababu tunapowapa ile yai lilochemshwa tunawapa kidogo sana. Unawapa ile lilochemshwa kidogo, wanaendelea kula na ile starter ambayo wanakuwa wanakula wale vifaranga. Kwa hiyo mmeng'enyo wa chakula pia utaenda vizuri kwa sababu ya ile yai ambalo linakuwa limechemshwa. Lakini faida ya 5 ya kuwapa yai lilochemshwa, kuku huwa linawaongezea hamu ya kula. Huwa linaongeza appetite. Kuku kama alikuwa hao vifaranga walikuwa hawana hamu ya kula, wakila ile yai huwa wanaendelea kula, wanalishambulia. Ni kitu ambacho wanapenda sana. Ukichemsha yai kuweka kwenye starter, unakuta wanashambulia sana kile chakula. Wanakula starter, wanakula ile yai, kwa hiyo inakuwa inawaongezea ile hamu ya kula. Na faida ya 6 ambayo utaipata kutoka kwenye yai lilochemshwa, huwa linapunguza vifo vya vifaranga. Kama vifaranga wako wamekuwa na changamoto ya vifo sana, basi huwa linaenda kupunguza ile idadi ya vifo vya vifaranga, au linatoa kabisa swala la vifo vya vifaranga kutokana na vitu ambavyo vinapatikana kwenye yai lilochemshwa, au kutokana na hizo faida nyingine ambazo nimekutajia ambazo zinapatikana kwenye yai la kuchemshwa. Sasa kuna namna ya kuwapa ili yai la kuchemshwa. Kuna namna ambayo utakuwa unaitumia, lakini pia kuna vitu ambavyo unatakiwa uvizingatie wakati wa kuwapa ili yai la kuchemsha, ili uweze kuona hayo matokeo mazuri kwa hao vifaranga wako. KingoFarm tunatoa mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp, ambapo unalipia ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Ukihitaji ushauri utaelekezwa. Hata ukitaka kujua ni kampuni gani itakupa vifaranga wazuri na chakula gani ambacho kitakusaidia, basi ukijiunga na KingoFarm tutakushauri labda uchukue chakula kampuni fulani au vifaranga uchukue kampuni fulani, ili uweze kupata matokeo mazuri kwenye ufugaji wako. Tunatoa ushauri, lakini vile vile tunatoa maelekezo ya namna ya kuwafuga vifaranga au kuwalea vifaranga. Yote hayo tunayatoa kwenye lile kundi la WhatsApp, ambao unalipia ada ya shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Pia tuna vitabu 5 ambao vina miongozo yote ya ufugaji. Vimeelekeza kila kitu kuhusiana na ufugaji. Kama unafuga broiler, kuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Kama unafuga chotara na layers, tuna safari ya ufugaji. Kama ni kuku wa kienyeji, tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Pia tuna mwongozo maalum wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Kitabu cha mwongozo kinakupa direction ya wewe kuboost kuku wako kwa kutumia mimea mbalimbali. Labda siku ya kwanza uwaboost na kitu fulani, siku ya pili, ya tatu na kadhalika, mpaka unakuja kuwauza kuku wako au mpaka wanataga kuku wako, wewe unawaboost kwa namna gani. Kitabu cha mwongozo kinakupa ratiba yote ya kuwaboost kuku wako, kama ni kuku wa nyama au ni kuku wa mayai. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kitabu cha tiba za asili kinakupa tiba za asili za magonjwa yote ya kuku pamoja na kinga. Itakusaidia kwa 100%. Usiingie kwenye duka la dawa za kuku, lakini wewe una uwezo wa kutengeneza dawa yenye ufanisi ya asili na ikafanya vizuri kwa kuku wako kwa magonjwa yote. Kuna magonjwa mengine hayana hata dawa ya dukani kama kideri, ndui na kadhalika, magonjwa ya virusi. Lakini ukiwa na hiki kitabu cha tiba za asili utaweza kutengeneza tiba ambayo itawatibu haraka. Ndani ya siku 3 watakuwa wamepona kabisa. Ni kitabu kizuri sana. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Wewe ukitaka kitabu kama kitabu, utapeleka simu yako stationery na watakutolea kopi. Pia tuna kundi la kutengeneza incubator. Kama kuna mtu anatamani kutengeneza incubator ya box ya bei nafuu kabisa, mtu yoyote anaweza kutengeneza nyumbani kwake. Incubator ndogo kabisa ya box. Tuna kundi ambalo tunaelekeza. Hili kundi ada yake ni 8,000. Ukijiunga na hili kundi utapewa zile namna hatua kwa hatua za kutengeneza hii incubator ya box, lakini pia utapewa na kitabu ambacho kimeandika michoro yote na namna yote ya kutengeneza incubator ya box. Ukilipia tu hiyo shilingi 10,000 utaelekezwa na utapewa na kitabu pia. Kama unahitaji hizi huduma utachukua namba kwenye video na utatupigia au utatutumia ujumbe. Sasa tuangalie namna sahihi ya kuwapa ili yai lililochemshwa. Kitu cha kwanza cha kuzingatia, chemsha yai lako kwa muda wa dakika 10 mpaka dakika 15 kama ambalo lile linaliwa na binadamu. Baada ya hapo utachukua lile yai, utaliponda ponda au utalisagasaga. Ukishalisagasaga utaenda kuliweka kwenye starter ambayo wanakula wale vifaranga. Na hawa vifaranga wape kwa muda wa siku 3 mpaka 5. Unaweza ukaamua labda ile siku ya pili, ya 3 na ya 4 ukawapa ili yai kwenye kile chakula chao. Na ili yai utawapa kwa muda unawapa mara 2 au mara 3 kwa siku. Labda asubuhi umeenda umeliponda ponda, umewawekea kwenye starter, wamedonoa, na mchana na jioni angalau iwe mara 2 au mara 3 kwa siku. Usizidishe. Ni kiasi tunawapa
wanakula kiasi kidogo tu, wanadonoa lile yai, wanakula na ile starter, kwa sababu haitakiwi tena lizidi sana. Hata protein nayo ina kiwango chake. Kwa hiyo utawapa yai kidogo na starter kwa muda wa siku 3 mpaka siku 5, utakuwa umewaimarisha, umewafanya waweze kuwa vizuri kabisa. Asanteni sana kwa wale wanaohitaji huduma zetu, msisite kuchukua namba na kutupigia au kututumia ujumbe, lakini hakikisha unahitaji huduma. Kundi la mafunzo 8,000, kundi la kutengeneza incubator ni shilingi 10,000, vitabu vipo 5, kila kitabu ni shilingi 10,000, ambapo unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp.